Baba mtakatifu uli hai, asante Bwana kwa ajili ya ibada hii nzuri ambayo tumeanza asubuhi mpaka saa hii. Bwana Mungu wetu, umetutembelea, tumekuona kwa uhalisia Bwana, huu katikati yetu Mfalme. Baba, asante kwa shule ya Jumapili kufunza juu ya ufalme wako, na ufalme uko ndani yetu. Baba, asante kwa sababu ya ujumbe wa mchana kwa baya ya maisha kiroho. Naomba nitumie kama chombo tu Bwana, bali Mungu onekana kwa kila moja. Roho Mtakatifu, fafanusha neno lako, lete matokeo juu ya maisha mmoja mmoja, ndani yangu pia. Nashuka chini zaidi na kuinua Mungu juu zaidi, ili useme nasi kwa kiwango chako, utamani kama yaelewe. Kila ingia asitoke bila ingia, apate sehemu yake, kwa sababu ya maisha ya ushindi ndani yake. Kwenye Yesu Kristo nashukuru, amen. Maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho yanamaanisha moja kwa moja na uhusiano wa mtu na Mungu. Maisha ya kiroho yanahusisha moja kwa moja na uhusiano wa mtu na Mungu, na namna anavyoishi na kutembea naye kila siku, na namna anavyoishi kutembea naye kila siku, pamoja na kutawaliwa na uadilifu, sio kimwili tu. Narudia, maisha ya kiroho yanahusisha moja kwa moja na uhusiano wa mtu na Mungu, namna anavyoishi na kutembea naye kila siku, pamoja na kutawaliwa na Roho Mtakatifu, sio kimwili tu. Maana sio kutembea katika hali ya kimwili tu. Kwa mtu wa namna hiyo anaweza kuwa na maisha ya kiroho kwa kiwango tofauti tofauti, kulingana na mtu vile ambavyo ameamua Mungu awe na uhusiano naye na Mungu, vile ameamua pia kuishi kutembea na Mungu kila siku. Lakini pia ameamua pia ndani yake binafsi kutawaliwa na Roho Mtakatifu, sio kuishi kwa kimwili tu. Maana yake kuishi kimwili huwezi kuishi kuwa na maisha ya kiroho. Wako watu wameokoka lakini wanaishi kimwili tu. Maisha yao ni kusukumwa, maisha yao ya kukumbushwa. Mtu ambaye ana maisha ya kiroho anamsikia Mungu, anaongozwa na Mungu, kwa kila mahali anafanya kama Mungu atakavyo ndani yake. Bwana Yesu sana. Kwa lazima tutake kuwa watu wa rohoni, sio watu wa mwilini. Tutake wewe, take mimi kuwa mtu wa rohoni, sio kwa mwili. Maisha ya kiroho yanaanzia mtu anapookoka. Anapookoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Yanaanzia hapo, anapookoka mtu na kujazwa na Roho Mtakatifu, maisha ya roho yanaanza hapo. Kwa sasa ni maisha ambayo mtu anapaswa kuendelea nayo, kuwa na uhusiano na Mungu, kuwa na ishi maisha ya kutembea na Mungu na kutawaliwa na Roho Mtakatifu maisha yake. Mtu najitoe kwa Mungu kamilifu ili awe na uhusiano naye. Fungua kitabu cha Mika sura ya 6 mstari wa 8. Tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Mika 6 mstari wa 8, Biblia inasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amen. Amen. Sana. Biblia inasema mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ya kutenda haki, kupenda rehema, kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Tunafahamu Mungu, Mika aliongea na wana Israeli kwamba vile Mungu alikuwa ameshawatendea mema mengi. Amina.
Kwa Mungu anataka nini kwao? Kileo sisi Mungu ametutendea mambo mengi zaidi. Ametuokoa, ametuponya, ametulinda, ametutunza, ametupa maisha mbalimbali ya ushindi. Kwa yako mambo anataka kwetu pia. Kama Mungu mwenye haki, ataka sisi pia tuishi maisha ya haki. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Ataka watu wake pia waishi maisha ya haki, maisha ambayo yamenyoka, maisha yasiyochangana na dhambi, maisha yasiyochangana na uovu, maisha ya haki. Nasi tuliokoka pia napasa kuwa na maisha ya haki, maisha yasiyo na uovu ndani yetu, maisha yanampendeza Mungu wakati wote. Mtu mwenye haki akiomba maombi mbele za Mungu anasikilizwa. Mtu asiye haki akiomba maombi mbele za Mungu ni kama harufu mbaya au chukizo. Kwa taka sisi kwanza ishi maisha haki. Jambo la pili, tupende rehema. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, na hata tumeokolewa kwa sababu ya rehema za Mungu. Kwa taka sisi pia tupende rehema, tu watu wa kuhurumia wengine. Kwa maisha yako unapotembea na Mungu lazima uwe mnyenyekevu mbele za Mungu. Amina. Uweze kuwa na uhusiano na Mungu bila unyenyekevu haiwezekani, haitawezekana pia. Kwa watu ambao wanatembea na Mungu, wana uhusiano na Mungu, kuongelea ndani yao wana unyenyekevu na Mungu wao wakati wote, kwa muda wote, kwa sababu wanatembea na Mungu, wanaishi na Mungu wakati wote. Yakobo sura ya 8. Tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Yakobo sura ya 4 sura 8. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Amen. Amen. Yakobo anatufundisha tumkaribie Mungu naye atatukaribia sisi. Mungu wetu huwa hatoki, Mungu haondoki, sisi tunatoka kwake. Amen. Kwa sababu vile ambapo tumeishi tofauti na maisha ya Mungu. Kwa sababu Mungu anataka uhusiano naye, asa tumkaribie Mungu naye atatukaribia sisi. Amen. Kwa Mungu anataka mahusiano sisi na Mungu, tumkaribie yeye. Kwa nini? Kwa njia ya maombi. Amina. Kwa njia ya kuabudu tunamkaribia Mungu. Kana Mungu mbele za Mungu maombi, kumuomba Mungu rehema, kumtafuta Mungu. Mungu yeye pia hujifunua kwetu sisi. Haleluya. Lazima tuache maovu pia. Takaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Wewe mkaribia Mungu kama una dhambi, unatenda dhambi. Halo. Lazima tukaribia Mungu huko tukiacha dhambi, tabia ambazo sio za Mungu, sengenyaji, uongo, mambo mbalimbali ambaye yamuudhi Mungu. Kwa taka Mungu ili ushika naye, tutembee naye, lazima tumkaribie yeye kwa namna ya maombi, kwa toba, kwa kumsifu Mungu, kwa kuomba, kwa kuweza kumwabudu Mungu toka ndani ya moyo wako. Ukiamua kumkaribia Mungu, kutafuta uso wake, tafuta ukaribu na wewe, tuona uwepo wake ndani yako, tuona mabadiliko ndani yako, kwa sababu yeye ataka awe na wewe. Na Mungu anataka kumkaribia. Mtafute Mungu kwa bidii binafsi. Leo mkaribie, umuone Mungu kwenye maisha yako, akitembea na wewe, akiishi na wewe, akisema na wewe pia. Bwana sasa, maana ukifika hali hiyo, sasa unaanza kutembea na Mungu pia, sababu umeungana na Mungu, unatembea na Mungu, naishi na Mungu, nakaa na Mungu. Dhambi zinafanya Mungu awe mbali na wewe pia. Maovu mbalimbali, tenga na Mungu. Lazima uache maovu mbalimbali. Hazimishi ukaa na yeye, hazimishi kutembea na yeye,
ataka tuseme wazi, nataka nikae na wewe, taka niishi na wewe. Hao ni maombi yako, lakini Mungu tayari anaishi ndani yetu. Amina. Yeye anataka aishi ndani yako, lakini hutaki aishi na yeye. Lazima mwambie, nataka niishi na wewe, mwagaona niishi na wewe, nione uwepo wako ndani yangu. Haleluya, haleluya. Kweli yupo ndani yangu, lakini naona uwepo wake. Amen. Kuna tunamwambia waziwazi, nataka nini kwangu, Mungu aiwe ndani yangu. Alo, wewe unaomba vitu mbalimbali. Cha kwanza muombe Mungu aonekane ndani yako. Cha kwanza, akionekana ndani yako, kila kitu kinaonekana. Amina. Lazima mwambie, nataka Mungu nikuone ndani yangu, nikuone. Halo, aishi kisha enzi mbinguni, kile anakaa ndani yangu. Korintho wa kwanza 3:9 Biblia inasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Amen. Amen. Sisi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa Mungu anafanya kazi na sisi, sisi tunafanya kazi na Mungu. Kwa Mungu anakutegemea, sisi tunamtegemea Mungu. Chochote nafanya duniani, wewe ni kazi yako, hakika nafanya na Mungu, na wewe unafanya na Mungu anafanya na wewe. Lakini anasema sisi ni shamba lake. Maana Mungu katika maisha yetu amewekeza vitu, amewekeza huduma za kalama, za vipawa, vitu mbalimbali amewekeza ndani yetu. Sisi ni shamba lake, lakini pia sisi ni jengo lake, anakaa ndani yetu. Nikitembea na shandalai sababu yuko Mungu wangu, namwambia Mungu, tunatoka leo asubuhi. Amina. Tuna safari leo asubuhi. Kwa Yesu sana. Amina. Kwa sababu yupo Mungu, yuko ndani yangu, lazima nimuongeleshe, nimsemeshe. Niwe njiani, niko wapi, na msemeshe, yuko ndani yangu. Au namsifu Mungu, namsifu Mungu, au naabudu, au naomba, yuko ndani yangu. Nikinyamaza mpaka kayako, manake sina uhusiano ndani yangu. Amina. Sababu yupo, namsemesha, naomba, naongea naye, naimba naye, naabudu naye. Kwa sasa yupo. Wengine andika, kaa katika maombi ili useme naye. Sababu tunavyo kuwa na uhusiano naye Mungu, kwa kaa katika maombi ili useme naye. Kwa njia ya kusema na Mungu ni maombi. Kwa nimesema kaa kwa maombi useme naye, na yeye tegemea atasema na wewe pia. Kaa katika maombi useme naye. Kwa lazima tufahamu kwamba Mungu husema na sisi kwa neno lake. Mungu husema na sisi kwa neno lake. Ndio njia mama ambayo Mungu husema na sisi. Sisi tunasema na Mungu kwa njia ya maombi. Sisi tunasema na Mungu njia ya maombi. Pale ambapo tutaacha kuomba, tumeshindwa kusema na Mungu. Kama tunashinda kusema na Mungu, pia Mungu anasema na sisi pia. Kwa njia mbili za hizo kubwa ambazo Mungu ameweka. Sio njia mbalimbali Mungu anasema na sisi. Sisi njia ya kusema na Mungu ni maombi. Ndio maana kaa katika maombi ili useme naye. Amina. Lakini ni vizuri pia uwe na muda wa kuongea na Mungu. Tenga muda ili uongee na Mungu. Tenga muda. Japo maombi ni kila wakati, vizuri uwe na muda pia wa kuongea na Mungu. Pasa sana.